SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Mtazamaji wa SNTV, karibu katika makala fupi ya msikiti wa Bububu kwa Nyanya, makala ambayo utasimuliwa na mimi msimulizi wako Suleiman Saidi. Haya ni maeneo ya Bububu kwa Nyanya, maeneo ambayo yana mkusanyiko wa wafanya biashara na wananchi wanaojipatia mahitaji yao ya kila siku. Lakini maeneo haya ndiyo yanayopatikana soko kuu la Chuini na kituo kikuu cha mabasi yatokayo pande zote nne za maeneo hayo. Kupitia mkusanyiko mkubwa wa watu katika maeneo hayo, ndipo waumini wa dini ya Kiislamu wakaamua kujenga msikiti kwa lengo la ibada. Mtazamaji wa SNTV, ikumbukwe hivi karibuni kulizuka taharuki na sitofahamu mara baada ya kubomolewa kwa baadhi ya maeneo ya msikiti huo. Swali ni je, ujenzi wa msikiti huo ulifuata sheria na utaratibu uliowekwa na mamlaka husika? Miongoni mwa wanzilishi wa ujenzi wa msikiti huo, ambao pia ni katibu wa kamati ya msikiti wa Bububu kwa Nyanya, Ustadhi Abu Khalid Suleiman anatuelezea. Ndugu zangu, dini ni nasaha. Na tunapozungumza dini nasaha, kwamba kupeana nasaha pale ambapo kidogo palipoonekana watu hawakuelewana, watu hawakufahamiana, ama mtu hajui undani wa jambo, akaeleweshwa, akalifahamu. Huo ndo ustaarabu wetu sisi Waislamu, kwamba kupeana nasaha. Siku kadhaa zilizopita hapo nyuma, tulikuwa tuna mtihani katika msikiti wetu. Mtihani ambao ulizusha mawazo tofauti, ulizusha fikra tofauti, ulizusha pia dhana zilizokuwa tofauti. Sisi watu wa msikiti tunalalamika, ulalamikaji wetu tumefanyiwa sivyo, lakini na yule ambaye tunamlalamikia naye vile vile na tutuhumu kwamba na sisi tumekwenda sivyo. Katika pande zote mbili ambazo tayari zilikuwa zinaonekana kama kutupiana maneno ama kuvutana za Waislamu katika msikiti huu na watu wa mamlaka, ilifika pahala kwa kuwa sote ni Waislamu tukapeana nasaha. Kilichokuwa hakijulikani, watu wakafahamishana, walivyofahamishana wakaelewa. Lakini pale mwanzo kulipokuwa hakujafahamishwa jambo lolote, kulitoka maneno makali sana katika baadhi ya pande, kwa sababu kilichokuwa kinazungumzwa hapa kilikuwa kinagusa imani, na kama tunavyojua imani ni kitu kibaya sana. Kwa hivyo, kwa kuwa na sisi ni wanadamu, mapungufu yetu baada ya kukaa pamoja na wenzetu, wallahi tumeyaona, na baada ya kuyaona tukaelekezwa njia ipi iliyo sahihi ambayo itatuweka pahala pazuri zaidi, ambapo ilibidi leo hii turudi tena kwenu Waislamu ili kuweza kukupeni wapi tulikuwa na wapi tulipo hivi sasa na wapi tunakokwenda baadaye. Suala letu hili lilivyozuka hapa, moja kwa moja likenda kwa mufti. Tumeelewana sijui? Halikuundiwa tume ya uchunguzi, halikuundiwa kamati, mheshimiwa kiongozi wa nchi yetu akalipeleka huko na tukaitwa huko. Tulivyofika, wale waliotuita pale ni nani? Maulama. Tumeelewana ambao tayari wameaminika katika nchi hii kutoa fatwa yoyote ile ambayo inahusiana na dini yetu. Tulionyeshwa tulimokosea, tulikubali. Na kupitia muhadhara huu hapa ni thubutu kusema kwamba ni kweli kabisa tuliteleza. Na kuteleza kwenyewe ni kupi? Nisikilizeni vizuri. Wakati tayari tunaeleza hapa zile njia ambazo zilikuja zikatufanya mpaka leo tuko na huu msikiti, tulipita katika hatua ambazo tuliandika barua tukapeleka huko, lakini kabla ya kujibiwa sisi tukaja tukaweka maturubali hapa. Mnalikumbuka hilo? Wakati bado hatujapewa through, tukaweka maturubali tukiamini kwamba kile tunachokifanya ni sahihi, kumbe vile nikosa. Ilikuwa tusubiri tuambiwe haya fanyeni hivi, lakini hatukufanya hivyo. Lakini kutokana kwamba
mamlaka zetu zinaheshimu utaratibu uliokuwepo, wala haukutuchukulia hatua zozote kipindi hicho mpaka kufika leo hii. Wanaona kwamba msikiti tumeujenga, na kwa kuwa hivi tunavyojenga na hatuna maelezo ambayo tunapeleka huko kwamba jamani, huu msikiti ni wa muda, huu msikiti tutaubomoa tutakapopata mwingine, wao wakaona moja kwa moja sisi tunajenga msikiti wa kudumu. Tumeelewana? Kwa wale ambao katika mioyo yao, katika dhana zao ambazo zimewajaa kwamba suala hili limefanywa na fulani kwa utashi wake, naomba zifutwe hizo dhana. Hizo dhana Waislamu tuzifute, na zilifanywa baada tu ya kuonekana kwamba uendelezaji wa ujenzi unaendelea kwa njia ambazo sizo ambazo tumeelekezwa. Lakini hakujatoka lugha ya kitisho kwamba yoyote atakayekuja kusali humu, ama atakayekuja kusafisha humu, ama atakayekuja kufanya lolote, basi hatua kali zitachukuliwa, isipokuwa ni rumors tu ambazo watu sisi wenyewe tunazitengeneza. Kwa hivyo kupitia muhadhara huu leo hii tunataka kuambizana, ndugu zangu, kwa niaba ya waumini wa msikiti huu wa Kwanyanya, tunaomba radhi kuanzia taasisi mpaka serikali kuu kwa pale ambapo tulipoteleza, ikiwa kwa mtu mmoja mmoja, ama kwa taasisi, ama kwa jamii iliyotuzunguka. Kwa yale yote tuliyoyafanya hapa, tuliyafanya si kwa chengine isipokuwa ni hisia zetu kama Waislamu, na tukiamini kwamba kama msikiti huu ukiondoka, tutakuwa hatuna sehemu nyingine ya kufanyia ibada, na vyovyote vile ambavyo vitakavyokuwa viko tofauti, tutakuwa tuko pamoja kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha kwamba tunakaa hapa kwa maelezo yao kwamba tutakuweko hapa hata tuondosha mtu, na tutakuweko hapa mpaka pale muda utakaokuwa mwafaka wa kuhama hapa kwenda kuhamia msikiti mwingine. Ni hatua gani zimechukuliwa mara baada ya kuzidiwa kuendelea na ujenzi wa msikiti huo? Mwanzilishi wa ujenzi wa msikiti huo ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya msikiti wa Bububu Kwanyanya, Maalim Haji Bilali, anatuelezea. Katika kila kitu kuna taratibu zake. Tulijaribu kuzipita zile taratibu nyingi, inawezekana mwingine tulipatia, inawezekana mwingine tulikosea kama wanadamu, bila ya kitisho cha aina yoyote kwamba kaseme hivi, kama hukusema hivi tunakuja kukuchukua, kaseme hivi, kama hukusema hivi tunakuja kufanya vipi, au shika pesa hizi nenda kafanye, tunataka pala fulani tufanyie jambo fulani. Hayo ndugu zangu na Kiislamu, hizo ni zana potofu. Hayakuwa hayo. Mwanadamu anakwenda mazoea, akiondoshwa katika sehemu ambayo kaizoea, pale anapokwenda huona kama anaenda kupata tabu, lakini kumbe kuna raha kuliko zile. Na sisi mnaotuona hapa ndiyo tulioipigilia mbio nyumba hii mpaka kuweza kufikia katika hali hii. Pale mwiba unapochomea ndipo unapotokea. Yaliyotokezea. Kwa nini ikaja hali hii? Haogopi huyu. Pahala pa ibada, pahala hapa panafanywa hivi, pahala hapa panafanywa hivi, kila mmoja kapokea kimtazamo wake. Bahati nzuri tumekaa na uongozi wa wilaya, tumekaa na uongozi wa halmashauri ya Magharibi mpaka swala hili limefikilia muafaka na kuliridhia. Nini tufanye? Cha kufanya, waumini wanataka kufanya ibada. Waliokaa ni watu wenye akili zao. Vipi tunaifanya ibada? Kuna sehemu tayari imewekwa kwa ajili ya ibada. Iko wapi sehemu? Twendeni tukawaonyeshe sehemu ya kufanya ibada. Sehemu yenu ya kufanya ibada ni hii hapa. Imewekwa hii sehemu. Msikiti huu hapa, lengo na mazumuni ya msikiti huu umelengwa kwa ajili watu wote, hauchagui mfanya biashara, mpita njia, anao katika mji huu wafanye ibada. Tumeenda tumeiangalia ile sehemu, uongozi wa msikiti, na tukaja tukakaa na shura ya msikiti, sababu kila kitu kina uongozi wake.
kitu kama kina uongozi kinaongozwa na shetani. Baada ya kuona kwa kweli tuliridhika, tumeridhika kwa sababu nafasi kubwa sana kinyume na hii ambayo tulikuwa tumeitegemea. La kwanza. Jambo la pili, uongozi wa msikiti ukaangalia facility zilizokuweko hapa katika eneo hili hapa. Before hapakuwa hivi. Nini uliangalia? Uliangalia waumini ambao wako hapa, ambao wako kitemporary. Watu wote ambao wanaofanya biashara hapa sehemu hapa juu wamewekwa kwa muda, wataondoshwa na kupelekwa katika soko kuu lililokuwa limejengwa kwa ajili ya wananchi wa Bububu Chuini au Bububu kwa Nyanya. Wote wako temporary, muuza samaki, tembele, nini. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo limefanywa hapa lililokuwa kubwa ni bus stand, kituo cha daladala. Magari yote yatakayokuwa yanatoka shamba, magari yote yatakayokuwa yanatoka mjini yaingie katika kituo cha daladala Bububu kwa Nyanya. Tumekaa katika shura ya uongozi huu wa msikiti, tukaangalia tuna complain msikiti wetu, ikiwa wafanyabiashara wote wanatakikana waingie hapo katika biashara zao katika soko kuu. Ilionekana shura iliyokaa hapa itakuwa ni vyema na itakuwa si vizuri kwamba watu tayari wameingia sokoni wavuke waje zao katika kituo hichi hapa kwa ajili ya kufanya ibada zao. Baada ya kuonyeshwa sisi sehemu ya msikiti itakuwa hii hapa, wallahi thumma billahi, katika siku mimi ambayo niliofurahi hakuna siku, kwa sababu nilikwenda mwenyewe kama mwenyekiti nikaangalia ile sehemu na nikaridhika. Jambo la kwanza, sehemu kubwa sana. Jambo la pili, pale ni karibu, kwa sababu hapo kuna barabara daladala ambazo zitakuwa zinatoka wapi? Zinatoka Mwera, zinapita Ndagaa huko Tumbo Moja, si wapi, zinaingia sokoni. Kuna barabara yao haitakiwa je hapa, inapita kwa nyuma kule. Barabara ile itakuwa inaingiza mazao sokoni. Kuna barabara nyingine ambayo itakuwa inatoka Zanzibar town, yalipoishia hayo maduka mapya, ambapo barabara ile itatengenezwa nayo vile vile kutakuwa inakwenda kwenye msikiti. Hiyo itakuwa inapita huko nyuma. Kwa maana hiyo huduma za wafanyabiashara, huduma za wenye magari, huduma za watu wanokuja hapo, kwa kweli sehemu yetu tumetengewa kubwa, tena yenye nafasi nzuri kabisa kuliko hapa. Nafikiri hata tukitaka gari sisi tunaweza tukaika wapi? Tumeomba chuo, tutajenga wapi? Tumeomba nyumba ya imamu, tutapata wapi hapa? Tumeomba mambo mengi, tutapata wapi? Tumeona pale pamekuwa padogo, lakini kule tutapata huduma zetu zote. Halafu zaidi hao wafanyabiashara ambao wako mle, itakuwa jamani, narejea tena, si vizuri kuivuka hii barabara kila dakika. Pale unatoka pale unaingia katika msikiti, unafanya ibada, unarudi katika biashara zako. Magari yanatoka zake shamba, yanaingia hapa, yanashusha abiria, wanaingia sokoni, wanashusha mazao, wanafanya biashara. Kwa hiyo uongozi umetafakari haya, ukaona moja kwa moja hakuna tatizo juu ya hili, tumelipokea kwa mikono miwili na tunalikubali. Kwa hiyo mrizi ya maji hayamsongi, na sisi tumelikubali hilo. Tumeonyeshwa pahala petu pa kufanyia ibada pazuri kabisa, tumepapokea hapo, na tumeomba vile vile msikiti huu uweze kupokea watu wasiopungua 2500, tupate madrasa, ikiwezekana dispensary pia pale mtu kaumia jambo dogo lolote na shughuli nyingine, ili dini hii iweze kwenda ndani waumini wa Kiislamu. Katika kuhakikisha kila mwananchi anakaa katika mazingira yaliyo bora na salama, ndipo serikali ya awamu ya 8 inaongozwa na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ikajenga miundombinu rafiki kila eneo, likiwemo eneo la Bububu kwa Nyanya.
kwa ujenzi wa soko kwa wafanya biashara, kituo kikuu cha mabasi na kutenga eneo maalumu kwa ujenzi wa msikiti. Hili ndilo eneo litakalojengwa msikiti wa Bububu kwa Nyanya utakaochukua waumini zaidi ya 2000 kwa wakati mmoja. Na huu ndio mwisho wa makala yetu. Asante kwa kunisikiliza. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.